njia mbili. Njia moja kwa kuogopa na kutetemeka. Haleluya. So nataka niendeleze somo hili ambalo ni kuhusu yanayotakiwa kwetu pindi tunapofanyika wana wa Mungu. Wapendwa, nataka tuelewe kwamba kufanyika wana wa Mungu, tumeingia katika uhusiano. Na huu uhusiano, nilisema kwa ibada ya kwanza, ni uhusiano kati ya Mwana na Baba. Na hakuna uhusiano mwingine ulio na maana kama uhusiano kati ya Mwana na Baba. Amen. Na ningependa tuendelee, na nilisema jambo la kwanza, mojawapo ya mambo ambayo yanatakiwa kwetu ni kukuza uhusiano wetu na Mungu. Na tulisema tunakuza huu uhusiano kupitia kwa kufanya mambo matatu yale niliyoyataja. La kwanza ni kujifurahisha ndani mwake. Jambo la pili ni kuishi katika maombi nyakati zote, kwa sababu maombi ni njia ya kuzungumza na Mungu. Wakati mwingine tunachukua muda mrefu kitambo tuende mbele za Mungu, tunanunia Mungu, tuna strike kwa mazungumzo yetu na Mungu. Na la tatu ni kulisoma neno la Mungu, tuwe wasomi wa Biblia, neno lifanyike chakula chetu. Na jambo la ile ambalo sikutaja kupitia kwa hiyo njia ya kukuza uhusiano wetu na Mungu ni kupitia kuishi maisha ya kumwabudu pamoja na kumshukuru. Tunamwabudu kupitia kwa vitu vyetu vile ametupa, huku tukielewa kwamba sababu kuu ambayo Mungu amekupatia uhai ni ili ukaweze kumwabudu kupitia na huo uhai. Vile uhai unapaswa kumwabudu Mungu. Nguvu ambazo umepewa na Mungu pia zitumike kwa kumwabudu Mungu. Talanta ambazo umepewa zitumike kwa kumwabudu Mungu, na hata resources ambazo umepewa zitumike kwa kumwabudu Mungu. Praise the name of the Lord. Na wapendwa, ibada ni somo ambalo ni pana. Wengine tunadhania kwamba tukija tu kanisani, kuinua mikono yetu, kufungua vinywa vyetu, kumwambia Mungu wastahili, hiyo imetosha. Lakini haitoshi. Wapendwa, kuabudu, ibada inaanza na mtu binafsi. Maisha ambayo unaishi na jinsi unavyofanya na vitu ambazo Mungu amekupa, ikiwemo na wakati. Haleluya. Na ili tusonge sasa, nataka tuingie kwa point ya pili kuhusu kile ambacho kinatakiwa kutoka kwetu pindi tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Remember, we are learning of what is required of us since we have become the children of God. Praise the name of the Lord. So, number 2, we are required. Tunatakikana. Ni requirement. Hallelujah. Sio request, ni requirement. We are required to live a life of obedience and holiness. Obedience and holiness is a requirement
kwa kila mtoto wa Mungu. Na watoto wa Mungu ni wale wameokoka, wanamwamini kwamba wao si kitu pasipo yeye, na wanajua duniani si kwao, kwao ni mbinguni, na wanajua sio wao wanaishi tena, bali ni Kristo anaishi ndani mwao. Hivyo basi wapendwa, it is a requirement. Hallelujah. Na unajua wapendwa, wakati mwingine unaweza kwenda interview kwa sababu ya kazi fulani, na kwa hiyo interview unakuwa na requirement. Number one, wanaweza sema hii kazi kwa yule ambaye ata-apply hii kazi, the following are the requirements. Anaweza kuwa kuna kazi zingine zinahitaji uwe na degree in certain area, zingine diploma. Pia it is a requirement uwe na good conduct. Kazi zingine ni requirement uwe unaweza kuongea lugha ya Kiingereza fluently. Hizo ni requirements. Na unapoenda interview unapeana hizo stakabadhi zote, kwanza zinakaguliwa. Kama kuna moja, sasa wewe hata uqualify kwa hiyo interview, kwa sababu it is a requirement. Hata katika political class, for one kugombea kiti ya MCA, MP area, member of parliament, senator, woman rep, governor, pia kuna requirement. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio sababu wengine wakikosa wanajaribu kuziforge, kwa maana requirement ni kitu cha lazima ambacho kinatakikana. Hivyo basi unapoongea kuhusu yale ambayo yanatakikana kwetu sisi vile tumefanyika kuwa wana wa Mungu, ni mambo ambayo ni ya lazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima yaonekane, ni lazima to submit if we are truly children of God. Hivyo basi wapendwa, maisha ya utiifu na utakatifu yanatakikana kwa kila ndugu na kila dada ambaye ameokoka. Na katika kitabu cha Leviticus chapter number 11, verse number 44, Leviticus ni kwa Kiswahili ni mambo ya Walawi. Amen. Hallelujah. Mambo ya Walawi mlango wa 11 mstari wa 44, Biblia inasema, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Hallelujah. Sasa huyu anaongea with authority. Praise the name of the Lord. Kwa sababu anaowaongelesha ni wale ambao zamani waliishi wakiabudu miungu ya kigeni, lakini baadaye na unajua walikuwa na miungu ya kigeni kule Egypt, kule Misri. Hallelujah. Ni kwa maana
na watawala ambaye alikuwa anaitwa Mfalme Farao. Na sasa Mungu kwa upendo wake na uwezo wake akawakomboa. So anaongea na wale ambao wamefanyika kuwa wake, kuwa wanaye, na hawa according to God's expectation anatarajia wawe already wanamfahamu yeye ni Mungu. So tunaweza kuendelea. Wacha tusome tu ile iko screen ndio at least twende tukitumia same version. For I am the Lord your God. You shall therefore, number 1, sanctify yourselves, and you shall be holy, for I am holy. Neither shall you defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth. Hallelujah. So, the conversation here is between God and His people. This afternoon, God is speaking with us as who? As His children. Hallelujah. Sote ambao tuko hapa tu wana wa Mungu, na Mungu anasema kwamba lazima tujitakase, tutakase nafsi zetu. Praise the name of the Lord. Na ningependa tuelewe kile Mungu anamaanisha, kwa sababu sanctify yourselves. Swahili nasema takaseni nafsi zenu. Takaseni nafsi zenu. Sanctify yourself. Sanctify your soul. Praise the name of the Lord. Vile tulivyo, ninapokuangalia, I don't see your soul. I only see your image, because your soul is inbuilt. Hallelujah. Kuna hizi simu ambazo betri yake ni inbuilt, sana sana smartphone. Unapoenda kuinunua, unaangalia tu maybe battery capacity, lakini you don't demand ufunguliwe hiyo battery uione. Lakini kulingana na operation ya hiyo simu, naamini pia battery iko sawa. Lakini kwa wanadamu sio hivyo, kwa sababu our souls ni inbuilt. Wakati mwingine vile tunakaa nje sio vile tunakaa ndani. So Mungu anataka usafi wa kuanzia wapi? Unajua kuna watu ambao utaka kusafisha, kufanya usafi wa mwili tu. Haleluya. Lakini Mungu anaongea kuhusu usafi wa ndani, wa rohoni. Kuna watu ambao wakiwa na wageni wanafagia kule nje, alafu hapa wanakuja kuketi kwa sitting ama dining, lakini kule ndani utapata hata kuna manguo imewekwa chini. Hiyo itakuja kungojea wakati kufuliwa, wakati mtu atapata off. Kwanza ikae wapi? Kwa sababu kuna mahali ni private ya kuingia watu wengi, akuingii watu wengi. Na unajua
wapendwa wanaweza wakaokoka na wakazingatia tu usafi wa nje, huku wamerundika uchafu mwingi ndani ya nafsi zao. Kwa wakati huu mimi sijui yale ambayo mnayawaza, na unaweza kugundua hata tukiwa hapo, kuna wengine wanaweza kuwa na waza tofauti tofauti. Praise the name of the Lord. Kuna wengine hata kwa sababu hii ni nyumba ya Mungu, tuko hapo. This is God's house. Na nyumba ya Mungu ni nyumba takatifu. Na Mungu alitaka kuzingatia utakatifu kwa sababu nyumba ya Mungu hata kama ina accommodate kila mtu anastahili kuzingatia usafi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utapata kunaweza kuwa na wapendwa wamefungia vitu ndani. Unaweza kuwa kuna ndugu ndani amefungia chuki, amefungia uovu fulani. Sasa Mungu anazungumzia kuhusu usafi wa ndani. Praise the name of the Lord. So ni kuangalia kunaweza kuwa na chochote katika moyo wako ambacho kinakaa kama excess luggage. Kwa matatu siku hizi utapata matatu inatakiwa kubeba 14 passengers, lakini kwa sababu ya tamaa kuna vitu vingine wanaziita sambaza. Wanabuni kiti ambacho hata kitambuliwi na insurance, kwa sababu insurance insure hiyo gari inaelewa hiyo gari inabeba abiria wangapi, lakini wana create more seats. Praise the name of the Lord. Na hizo insurance haitambui. Na kwa wale ambao mnapenda sambaza, kukalia sambaza, kwa sababu mimi nilichukia na siipendi, in the event gari ipate accident, mtu akiumia, si utaka asimamiwe matibabu, hata si kitu kingine kuumia. Praise the name of the Lord. Na ukiumia, ukiwa ulikuwa umeketi kwa sambaza, tuko na mtaalamu wa insurance, Madam Dorcas. Je, yule ambaye anaumia akiwa amekalia sambaza anakuwa considered? The answer is no. So unajiweka katika hatari. Na nataka tuelewe kwamba tusipo consider what should be accommodated in our hearts, then tunaweza jipata tukiwa tumebeba kile ambacho hakitakikani. Tunaweza jipata tukiwa tumebeba kile ambacho ni hatari kwa maisha yetu ya kiroho. Na wapendwa, Mungu anaposema kwamba anahitaji obedience and holiness, anajua kuna uwezekano pale hamna holiness, bado kuwe hakuko vacuum. Kama vile matatu abiria 14 wakiingia, wanasema bado hii matatu haijajaa. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, tusiruhusu sambaza ndani ya mioyo yetu. Hallelujah. So ningependa turudi hii andiko linazungumzia kuhusu holiness. Na wapendwa, ili tushike na tuelewe, kwa sababu wakati mwingine tunajidanganya. Yesu, kwa maana tunaelewa kwamba our main text
ili ni reference. Inatoka John chapter number 1 verse number 12. Wale walioamini aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Na ndipo sasa tunaangalia hawa wana wa Mungu ni nini kinachotakikana kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na basi utakatifu unatakikana. Na Mungu anasema for I am the Lord your God. Amen. Sasa Mungu anapojiintroduce, ajiintroduce kama Mungu ambaye ni wa kigeni. Praise the name of the Lord. Na kwa sababu naona muda unaenda sana na nataka tuchimbachimbe kidogo. Anaposema for I am the Lord your God, wapendwa, tunaelewa. Alafu anasema ye shall therefore sanctify yourself. Brethren, there is no sin in the heart of God. Hakuna dhambi katika moyo wa nani? Wa Mungu. Na Mungu wetu ni mtakatifu. So, wapendwa, ningependa niulize, kwa maana sasa hapa Mungu anaongea na mwanae. Mtoto wa ng'ombe anaitwaje? Aidha Kiingereza ama Kiswahili. Kwa Kiswahili ni ndama, kwa Kiingereza ni kafu. Nataka tuulizane, ndama anafanana na nini? Ndama hufanana na nini? Mtoto wa kondoo anaitwa ewe. Mtoto wa kondoo hufanana na nini? Mtoto wa kondoo anaweza fanana na mbuzi. Mtoto wa ng'ombe anaweza fanana na punda. Haleluya. Lakini mtoto wa mbuzi pia anaweza kufanana na mtoto wa kondoo. Kwa sura no, lakini kwa tabia na matendo yes. Praise the name of the Lord. Sasa hapa Mungu anataka wanae wafanane na nani? Mtoto wa Mungu anasaidia fanane na nani? Let's talk. Tuko kwa darasa, I'm not preaching. Mtoto wa Mungu anasaidia fanane na Mungu. Tunasaidia tufanane na Mungu. Na Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Na ndio sababu katika kitabu cha First Peter, Petro wa kwanza, First Peter chapter number 1 verse number 15, Biblia inasema but as which as God you is holy. First Peter chapter number 1 verse 15, be holy in all manner of conversation, but as he which has called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Unastahili underline the word manner. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi wenu watakatifu katika mwenendo wenu wote. Katika mwenendo wenu wote. Na hii kile ambacho Petro anazungumzia pia ni sura ya Mungu, kwa sababu sura ya Mungu ni holiness. Character ya Mungu bado ni holiness. Bwana Yesu asifiwe sana. So
nataka tuelewe kwamba wakati Mungu anaposema kwamba anahitaji tuishi maisha ya obedience and holiness, anataka tuishi maisha yanayomfanana. Haleluya! Utapata kuna watoto wamezaliwa katika familia ambazo katika historia ukiangalia ile inaitwa lineage ya hiyo familia, hakujawahi kuwa na mwizi, lakini inatokea mwizi katika hiyo familia, na tunajaribu kutrace ni nani alikuwa mwizi. Unapata kunatokea familia zingine mtoto ni mtukutu, na ukiangalia au utapata aliyekuwa mtukutu. Ni basi hii imetokea wapi? Hizi ni tabia ambazo ni za Kimisri. So Mungu hakutaka waendelee kubehave, hakutaka waendelee kuishi vile walivyokuwa wanaishi Misri. Wapendwa, tumeokolewa, tumefanyika kuwa wana wa Mungu, na Mungu angependa tuendelee kuwa na tabia kama zile tulizokuwa nazo kabla ya kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna mambo mawili anayoyasema ambao ni requirement, holiness and obedience. Na wapendwa, Biblia inasema katika Samueli wa kwanza, First Samuel, Samueli wa kwanza, First Samuel, ngependa tusome hapo Samueli wa kwanza chapter number 15. First Samuel chapter number 15 verse number 22. Hapa kuna mfalme ambaye anaitwa Saul, na Saul ako na kimbelembele sana, anataka kufanya kazi zote, kazi ya kuhani, kazi ya nabii, na yeye ni mfalme. Kama vile tuko na wandugu na wandada kanisani ambao wamejawa na roho ya kimbelembele, wanaweza wakafanya kazi ya mchungaji, wanaweza wakafanya kazi ya Steve, kazi ya mgongo, kazi ya Jennifer. Haleluya! Kwa sababu ya kimbelembele, kupuuza, ignorance na madharau. Haleluya! Kwa sababu watu wa kimbelembele, wale ambao wanaona wanaweza, ni watu ambao wamejawa na roho ya madharau, roho ya kupuuza. Praise the name of the Lord. Sasa Biblia inasemaje? And the Samuel said, as the Lord has great delight in burnt offerings and the sacrifices as in obeying the voice of the Lord, because to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat. So sasa Samueli ni nabii, na anazungumza kutokana na kitendo kilichotendwa ama kutekelezwa na mfalme Sauli. Haleluya! Saul aliona nabii wa Mungu amechelewa, na akasema kazi sio moja, mimi nipewe kondoo nichinje na nitoe dhabihu kama Samueli, kwani iko nini? Sasa alipofanya hivyo, Mungu alikasirika, na hata pia nabii alikasirika na akafika. Na sasa ndio Samueli anasema haya maneno ni kwa sababu maagizo yalikuwa yamewekwa kwa lugha ambayo inaeleweka, na tena kwa sauti ambayo ilisikika wazi. Amen. Na nataka tuelewe wapendwa, vile tumeokoka,
kuna maagizo, instructions ambazo Mungu ameweka mbele zetu. There are do's and the don'ts. Hallelujah. Na Mungu si kwamba angependa aone kama tutatii, anataka tutii. Hallelujah. God wants all of us to comply with do's and the don'ts in His kingdom. Ni kwa maana now we are in His kingdom. Now, in the kingdom, nani kusema? Nani kusema? Nani kusema katika kingdom? Ni king. Hallelujah. King ndio kusema. Ndio kusema. Na nataka tuelewe serikali ya Mungu ni tofauti na serikali ya duniani. Kwa sababu serikali ya duniani, power is in the people. Si watu ndio kusema. Si tuliona vile walisema kule Olkarao. Askari wanakuja wanaambiwa hapana, hakuna kuingia. Kanyageni chini, fungueni bag, wekeni bunduki chini, tukague kile ambacho mmebeba. Sisi ndio kusema. Lakini wapendwa, in the kingdom of God, katika government ya Mungu, sasa Mungu ndio kusema na tena hakuna democracy. Praise the name of the Lord. Sometimes we think in the kingdom of God there is a lot of democracy. It is not a democratic kingdom. It is a theocratic kingdom. Praise the name of the Lord. Ambapo Mungu akisema fanyeni hivi ni kufanya. So anasema tuwe tuishi maisha ya utiifu na maisha ya utakatifu. Hallelujah. Katika kitabu cha Luka 11 mstari wa 28, Luke chapter number 11 verse number 28, Luke 11 verse number 28, Biblia inasema, but he said, you rather blessed are they that hear the word of God and they keep it. Lakini yeye alisema, afadhali heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningependa, I want to support that scripture with another scripture from James chapter number 1 verse number 22. James chapter number 1 verse number 22. The Bible says, and this is James, our brother of Jesus Christ. Lakini wengi watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, ali mkijidanganya nafsi zenu. Bwana Yesu asifiwe sana. So sasa hapa, kutokana na haya maandiko mawili tumeyasoma, tumeona kwamba tunatakile mojawapo ya njia ambazo tunaweza kuwa wana wa Mungu ambao ni watiifu ni kupitia kwa kumtii Mungu kupitia kwa neno lake. Nataka tuelewe kwamba kila neno ambalo limeandikwa katika Biblia, nataka tuelewe kwamba sio ya kujaza Bible na sio neno tu ya kurembesha Biblia. Nataka tuelewe kila neno ambalo liko katika Biblia ni instruction, na Mungu anataka kila mmoja wetu akaweze kutii. Hallelujah. Na kuna watu wengi wanajaribu kumenyana, they struggle to wrestle with the word of God to mean
what they want, but I want to submit to us, children of God, even if we feel we have knowledge, we have understanding, to try to wrestle with the word of God so that it may mean what we want. Every time we try, tutajipata katika upande wa shetani. Ni kwa nini? Kwa sababu ni yeye alianzilisha kutomtii Mungu. Wakati Mungu alihitaji obedience, yeye alisema hapana, hata mimi naweza kuwa Mungu, mimi nimekomaa. Wapendwa, utakapojisikia kwamba umekomaa, uko na ufahamu, na si lazima neno iwe inasema vile inasema, mpendwa, anza kuelewa kwamba wewe sasa uko upande wa shetani, na sasa mmeanza kutembea kwa pamoja. Ni kwa maana kizazi cha disobedience kilitupwa pamoja na shetani hapa duniani, na hicho kizazi cha disobedience ni the adult of angels who disobeyed God together with Iblis mwenyewe. So disobedience inakuweka katika kizazi cha shetani, na nataka tuelewe kwamba shetani ana yeyote aliyemuumba ni shetani anapata wafuasi kupitia kwa disobedience, kwa sababu yeye ashahapa hata wewe kumtii Mungu. Haleluya! Na wakati kumtii Mungu kupitia kwa neno lake, basi wewe unajiweka katika upande wa shetani, and God has a way to deal with disobedient children. Haleluya! Zamani mimi nimetoka katika familia ambao discipline ilikuwa inachukuliwa kwa hali ya juu. Haleluya! Especially tukifunga shule, kila mtoto anapewa na maana pake kulima. Kuna kulima, kuna kuchunga mifugo, kuna kuchota maji, kuna kuenda kufetch firewood. Si kama siku za leo, mzazi unaacha responsibility kwa mtoto, alafu unapata hajafanya, na unamwambia wewe utakuja, wewe kuna siku nitakuchapa. Sisi hakukuwa na hiyo. Kama haujafanya mara dhati, na wakati mwingine haikuwa discipline, ilikuwa ni war. Unajua war, mlisoma kuhusu First and the Second World War. Sasa kwetu ilikuwa ni war. Unaona, yani unajua First and the Second World War, wakati kuna war, si mangumi, ni nini? Weapons. So mzazi angechukua chochote tu, anaweza chukua sufuria kwanza ugonge nayo kitambo kufikiri. Haleluya! Achukue hii stick ya ugali ama kamba, na akikuja kunachukuliwa hivi, na unajua wako sana wanakata kucha. Sasa umefika hapa na unaenda hivi. Haleluya! Ukilia bado ni shida, usipolia naona bado ni mang'ana. So wewe ndio ujue vile utabalance. Amen. Siku moja nilichapwa, nikasema nitaenda kujinyonga. Hata nikatolewa, nikaambiwa mti ni ile kama nei. Nikaenda nikajificha, ndio nitafuta. Nikakaa tu kwa kamsimu nitafuta.
Ni kwa maana hiyo discipline ilitutengeneza. Sijui labda niko na wenzangu tu hapa tulipitia hiyo discipline ilituona ilitutengeneza. Praise the name of the Lord. Na siku za leo tutaki kutengenezwa na Mungu. Wapendwa, nimesema tunamtii Mungu kupitia kwa neno lake, na tuna maintain utakatifu because one day tungependa kumuona jinsi alivyo mbinguni. Na wapendwa, mbinguni si pa kila mtu. Haleluya. Mbinguni sio pa kila mtu. Ningependa tusimame, siendelee. Ningependa tu nitakuwa nafundisha tu polepole, lakini ipeni. Haleluya.